Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumetoka sehemu mbalimbali lakini tumekutana hapa sote tukiwa salama, tukiwa wazima. Lakini la pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi wetu wa mkoa wa Kusini, viongozi wetu wa majimbo haya mawili kwa kuandaa mkutano huu. Lakini kwa namna kipekee naomba kwa dhati kabisa niwashukuru nyote ambao mmehudhuria, na niwashukuru zaidi wale ambao wamepata ujasiri wa kusimama wakasema, na wale ambao wamepata ujasiri wa kukaa wakasikiliza vile vile. Maana aliyozungumzwa hapa naamini anamgusa kila mtu, lakini tumesikiliza kwa utulivu. Hili mimi nalishukuru sana. Lakini shukurani maalum ni kwa sababu moja kubwa. Yale ambayo yamezungumzwa hapa, tulioyazungumza, nyinyi leo mmekuwa mashahidi wetu. Mmekuwa mashahidi kwa yale ambayo tunayazungumza kila mara katika mikutano, katika vikao, katika majukwaa, katika vipindi mbalimbali. Sasa tukiyazungumza sisi tunaambiwa kwamba tunazua, wengine wanasema tunaeneza chuki. Lakini sasa sijui nyinyi watawaambiaje, maana nyinyi ndio wahusika, nyinyi ndio yaliyowafika, nyinyi ndio mnayoona, nyinyi ndio mnayoishi nayo. Hawa wanaosema tunaeneza chuki, wanaosema ni ya uongo, wengine hawajawahi kufika hata hapa Mkunguni, hawajawahi kufika Paje, hawayajui yaliyoko Paje wala Makunduchi. Kwa hiyo mlioyasema, mimi niseme leo mmefanya kazi kubwa sana kuwaambia hao ambao haya ya dhulma yamewatabukia. Mmefanya kazi kubwa sana kuwaambia dunia kwamba hili ambalo tunalisimamia sisi ACT Wazalendo, na hili ambalo ni kauli mbiu yetu ya kwamba mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar, basi nyinyi mmekuwa mashahidi kwa nini tunasema hayo. Maana kuna wenzetu wanajitoa fahamu, mengine wanayajua, lakini sijui ukishakupa kwa ile rangi ya kijani sijui kuna tatizo gani, sijui watu wanapata maradhi gani ya kwamba wanakuwa waongo hata kwa nafsi zao. Maana mwanamke anaweza kujikataa kama yeye mwanamke, jinsi ya walipofikia. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa hayo. Lakini la mwisho niseme katika utangulizi kwamba tumeyazungumza mengi, na hatuliyazungumza mengi ni maoni, mengi ni mawazo ambayo mmeanza sasa kutuongeza katika kazi ambayo tutakuwa nayo pale tutakapoanza kuendesha serikali yenu. Mmetuongezea, seme mengine ni mahsusi kwa ajili ya Paje, mahsusi kwa ajili ya eneo hili. Kwa hivyo na mengine tulikuwa tunayasikia hata na sisi, lakini leo mmetuambia na kusema kweli ametugusa sana. Kwa hivyo niwashukuru wote waliozungumza. Sasa naomba kuna mambo niyajibu kwa ujumla wake, alafu nitakuja machache yale maswali mahsusi. La kwanza ni suala la ardhi. Hili sisi wala huwa hatutafuni maneno, tunasema wazi kwamba kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, ardhi si mali ya serikali, ardhi ni mali ya umma. Kwa maana ya kwamba serikali ina maeneo yake,
na wananchi wenye nchi nao wana maeneo yao. Maeneo ya serikali yameanza kutambuliwa kuwekwa rasmi na sharia namba 13 ya mwaka 65. Ukichanganya na sharia namba 8 ya mwaka 64 ndio unapata kwamba haya ndio maeneo ya serikali. Kwa hivyo kwa mimi hayatonipa shida, kwa mpita njia yanaweza akampa shida kwa sababu hayajui. Kwa alikuwa mgeni nayo. Lakini na sharia yetu ya 92 ya mwaka 92 ambayo imekuja baada ya wanavurugu nyingi, tukapata mtaalamu mwaka 89 akatushauri na sisi tukakubali, tukatunga sharia 7 za ardhi. Sasa ile sharia moja mwaka 92 inaoeleza umiliki wa ardhi imesema wazi serikali itatoa ardhi, yani itatoa grant kwa inaowataka na wanaostahiki kupata grant ambao ni wenyeji wa Zanzibari. Sheria yetu ya ardhi iko wazi kabisa, Mzanzibari ndiye anastahiki kupewa grant, yani haki ya matumizi ya ardhi, kwa maana right of occupants wanaita kwa Kizungu. Mgeni anastahiki kupewa ardhi ni yule ambaye kakubaliwa kama mwekezaji apewe kwa njia ya kukodishwa. Haruhusiki mgeni yeyote, awe ni shemegi, awe ni mkwe, awe ni jirani, madamu ni mgeni hastahiki kupewa ardhi kwa njia ya kukodishwa kama si mwekezaji aliyeidhinishwa. Sikwambii ardhi ya hii ya haki ya kutumia ambayo ni right of occupancy. Lakini na wenyeji wenye ardhi zao, wao ardhi zao zinatambuliwa kisharia, na ardhi za kijamii. Kuna maeneo si ya mtu, ni ya jamii. Maeneo tunauzikana, maeneo wenyewe kwenye vijiji tulioyatenga, haya ni maeneo ya shughuli zetu. Kuna mengine yamelindwa na sharia. Mfano mzuri na ambayo leo tunaanza kuona hiyo sharia yenyewe inaanza kuvunjwa. Mwaka 1899 Jumuiya ya Koja Ithnashir Jamaat walitoa eneo pale Mnazi Mmoja, wakasema hili tunawapa watu wote wa Zanzibar kwa matumizi yao kwa mkataba maalum. Na serikali mwaka 1910 ikapitisha sheria ya kulilinda eneo lile kwamba ni eneo la watu wote, eneo la matumizi ya watu wote. Na mpaka leo kaja mzee Karume kasema ili eneo tuna dhamana, tuliache, tusilichukue wala tusilitaifishe. Halikutaifishwa na sharia yake mpaka leo, toka 1910 mpaka leo sharia yake haijafutwa, ipo, inatumika, ni sharia katika nchi. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba kwa kawaida hakuna sababu ya hili jambo kuleta mtafaruku. Kinachofanyika sasa ni dhulma, ni wizi wa wazi wa ardhi ya mwananchi. Na hichi ndio tunachosema sisi, hichi wewe wala usiwe na wasiwasi. Inshallah hii dhulma hii ndio tunakwenda kuikomesha Oktoba 29, kwa sababu ndio sharia ya nchi yetu. Na watu wameacha kutekeleza sharia kwa sababu ya faida, kwa sababu ya maslahi yao. Kwa sababu huyu mtaalamu aliyekuja la mwanzo alisema kwamba katika nchi yetu tufanye ardhi yote itambuliwe, na ndio maana kuna sharia mahsusi inaitwa Land Adjudication Act, sheria ya kuitambua ardhi yote. Ikisha kuitambua na kutambuliwa, kwa sasa kunatambuliwa kisasa. Hapa tuliposimama Mkunguni, mtu akitaka kupapima na kupatambua hana kazi kubwa wala hana haja ya tepu.
ni kumwambia mwisho ni pale, akasimama. Mwisho ni pale, akasimama. Upande huku ni wapi? Akisimama na kidudu chake kile cha GPS, jamani, anachukua vipimo, wenyewe wanaita coordinates, tayari kesha rekodi. Hata ukiweko wapi duniani kokote, ukiziingiza zile coordinate zinakuletea mpaka ramani kwamba hapa ni Mkunguni, kuanzia wapi mpaka wapi. Sasa nani atakuja kukuibia? Na ardhi yetu yote ya Zanzibar tunasema siku zote, ukiifanya kwa ukubwa wake haizidi ekari 650,000, haitimii hata ekari 1,000,000. Wenzetu bara ardhi yao ukiipima ukubwa wake ni ekari 234,000,000. Sisi hatujatimiza hata ekari 1,000,000. Unashindwaje kama una serikali ya kweli inayofanya kazi, inayojiweza, inayofahamu nini cha kufanya? Unashindwaje kuitambua ardhi ekari 650,000? Eti jamani. Sasa tunachosema sisi ni kwamba mradi huu umeacha kwa sababu watu wanataka kuiba. Sisi tuko wazi kwamba serikali maeneo yake yanajulikana, tutaendelea kuyatambua. Pili, ardhi ya mwananchi kwa namna yote aliyoipata. Tumesema hapa mwananchi huko tunakotoka, wananchi wengi walipata ardhi kwa njia hii ya kukata pori, akaendeleza. Na sharia yetu tokea hizo enzi za sultani, enzi za Muingereza, sharia yetu inatambua. Zamani ilikuwa miaka 10, baadaye ikaja ikarekebishwa ikawa miaka 12. Ukichukua eneo ardhi halia ukatengeneza, ukaliendeleza, ukawa nalo kwa miaka 12, hiyo ni lako, hilo ni la kwako. Tumefahamiana? Tunachosema sisi, serikali ikitaka ardhi ya mwananchi, tutakachofanya cha kwanza ni kuchukua juhudi zote kuhakikisha kwamba ardhi yote ya Zanzibar tunaitambua na kila mwananchi anapewa haki ya umiliki wa ardhi yake. Hili si jambo kubwa. Lakini la pili, tukishakupa hati, tukishakuitambua, hata kabla hujapewa hati, sisi tukishakuitambua, tukiridhika hii ardhi yako, serikali ikitaka kuichukua kwa shughuli zinazokubalika kiserikali, kama ya kuchimba kisima, kama ni ya kujenga skuli, kujenga hospitali, serikali itakulipa fidia. Sio fidia ya mti, kwa sababu wewe utakapokwenda pengine ukihamishwa pale kwende kukaa juu ya mti, au sio? Inabidi ukatafute ardhi mbadala. Kwa hiyo ndio kipimo. Sisi hatuhamishi watu, hatuhamishi kima, tunahamisha watu kwamba umlipe fidia ya mti, mtu hakai juu ya mti. Kwa hiyo ndio. Na hii sio jambo kwamba anakuja nalo Othman Masudi. Hii ndiyo sharia ya nchi yetu ambayo watu kwa maksudi hawaitekelezi kwa sababu ya maslahi yao. Palipopungua sisi tutakwenda tu kuparekebisha. Tumefahamiana? Wao wanachokijua maneno ya makamu hapa. Wao kiwatajia nchi hii wanajua sharia moja tu ya kura ya mapema, kwa sababu ndio sharia ya wizi na ndio waliozoea. Kwa hiyo sisi tunachosema, ndugu zangu, kama una ardhi yako, hata kama ni inatakiwa na mwekezaji, ardhi hii ya uwekezaji utakayekodisha ni wewe mwenyewe mwananchi. Tuchukueje sisi serikali tukodishe? Tutakutanisha na mwekezaji, mtakubaliana utakachokipata, serikali tutachukua kodi yetu kutokana na kipato. Huo ndio taratibu, hizo ndio sharia za nchi yetu. Kwa hivyo wewe mwache alioichukua ahadi yetu, ahadi yangu, rais wenu kuanzia Oktoba 29 inshallah.
Aliyechukua ardhi yako ataitapika, wala usiwe na wasiwasi. Kama kaiuza, kachukua pesa, sisi tutajua namna gani ya kuipata. Tunasema kama kazi kwa nayo, sisi tunasema hatufui makaburi. Lakini kama makaburi limezikwa na pesa ya mwananchi au pesa yetu serikali, tutalifukua bwana. Tutatoa pesa yetu, tutaizika tena kwa heshima, wala hatuandiki kibao kwamba hapa kazi kwa mwizi. Tutasema tu hapa ndizi kwa mtu na pesa zetu tumeifukua. Haya jamani, ndio ustaarabu wa kuendesha nchi. Ukiwa kiongozi kweli, basi wewe kazi yako ni kuwatumikia hawa wananchi. Kwa hivyo hilo mimi niseme hiyo ndio ahadi yetu katika swala la ardhi. Una swala moja hapa la ardhi alilitaja Bwana Mbaraka, mashamba yaliyochukuliwa, yaliyotaifishwa. Yale nikiri kwamba utaratibu wake ni mpaka tuje tufanye mapitio makubwa, kwa sababu baada ya kutaifishwa yale yalikuwa ni sehemu ya serikali. Kwa utaratibu wa wakati ule, yako ambayo huku nyuma aliwahi kufanyika kwamba kuna watu walinyang'anywa kinyume na utaratibu, kama hilo unalosema kwamba lilitaifishwa wakati ambao huyu mzee hakuwa nalo tena. Hii ilikuwa sio sahihi. Sasa ziko kesi kama hizo. Kuna watu ambao ardhi zao zilichukuliwa na masheha tu na machameni wa branch kinyume na utaratibu. Lakini hii sheria yenyewe ya ardhi imesema mtu ambaye ana tatizo na ardhi ya namna hii imechukuliwa, ana malalamiko, hii sheria tuliona tokea 92 inasema hivyo, basi ikatatuliwa wakati wa utambuzi wa ardhi. Umefahamiana kwamba si kwamba mlango umefungwa. Sheria yenyewe inasema kama una tatizo ya ardhi ya namna hii, basi iende tatizo lile, malalamiko yale, sio kwamba ndio basi yapelekwe wakati wa utambuzi wa ardhi. Kwa hivyo na sisi tutakachofanya, wale wenye malalamiko tutaambia jamani, eneo fulani lina sasa hivi linafanywa utambuzi, lete malalamiko yako. Tukiona ni ya msingi, ardhi hiyo utarejeshewa, na kama ilishafanywa maendeleo ambayo hatuwezi tena ukaipata, serikali itakulipa fidia, ndio haki yako. Tunaelewana? Na hili nilimalizie la hiyo ardhi mnaambiwa imetengwa kama ni land bank. Jamani, land bank serikali itenge maeneo kwanza ya kwake, na kama kuna land bank ni wazo zuri, lakini ikiwa land bank hiyo inaingia kwenye ardhi za watu, hapo itakapotolewa kwa mwekezaji, haina maana kwamba sasa ni mali ya serikali. Ina maana tu kwamba serikali kwa sababu ugonjwa tulionao sisi, uwekezaji mtu anakuja tu, hatukupanga. Sasa huko tunakokwenda tunasema kwani lazima nchi hii, maana tukienda kwa utaratibu huu msikiti tutakuja kugeuza hoteli. Ndio tunapokwenda. Serikali tutakachofanya sisi ni kupanga maeneo kama la hoteli, la entertainment, eneo la nini. Haya maeneo tukisha kuyapanga, kama kuna ardhi ya mwananchi katokea mwekezaji, tukakutanisha. Kwa hivyo hata kama ni land bank, swala letu sisi, hiyo land bank imejengwa juu ya nini? Au iko juu kwenye, kama ni ardhi ya mwananchi tutakwambia tusubiri, ikitokea fursa hiyo basi utapata. Lakini hatuwezi kwa land bank anakatiwa mtu anajiita mwekezaji, kisha yeye anatafuta mtu anakwenda kumuuzia. Hilo halitokuwepo inshallah. Haki yako. Sisi tunachosema jamani, tutalinda haki ya mwananchi, kwa sababu dhana yangu mimi nasema, na wazee wetu wakituambia hivyo, binadamu ana roho mbili. Roho moja ni aliyopewa na Mungu, roho ya pili ni mali yake, ndio roho yake ya pili. Naambiwa kwa mdomano kama mali imeunganishwa na mashida ya roho. Ukimnyang'anya mali yake, hasa ardhi, maana yake huyu ushamtoa duniani, kabakia na ile. Sasa hili
hatutaki sisi. Tunachosema hiyo iliyowekwa eneo la uwanja wa ndege. Mimi nimefanya kazi jamani serikalini miaka niliyofanya kazi. Utaratibu hiyo sheria ya viwanja vya ndege, marehemu yule Said Ndombogane shafariki, lakini ndo alikuwa kijaki nikaa mimi one nimeiandika mimi kwa mkono wangu. Naam, sheria ya uwanja wa ndege, sheria ya mamlaka ya viwanja vya ndege, yani Aerodrome Act, Zanzibar Airport Authority Act, nimeziandika mimi kwa mkono wangu. Sasa hakuna mtu wa kuja kuniambia mimi sijui taratibu za kuanzisha uwanja wa ndege. Hapa watu wameamua tu, sijui wenyewe walipatwa na nini, lakini kuna vitu vingi vya kuzingatia kabla hujasema tunataka uwanja wa ndege paje. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawaomba hebu tulieni roho. Haya mambo madogo sana. Hawa ni kwamba huyu hawawezi, wameingia kwenye duka lina CCTV kamera. Tunawaona wakiingia wanachokiiba wanavotia mfukoni. Kwa hivyo wala sisi haitupi shida sana. Haya mengine tuliyosema, suala la ukahaba, suala la ulevi, suala la maadili, jamani, ndio maana tunasema huu ni uchaguzi maalum. Sikilizeni mbunge alivyosema, msikilizeni Sheikh Adabu alivyosema, msikilizeni na nani mwingine aliozungumza kwamba Haji, kwamba huu ni mwaka maalum. Jamani, huu uchaguzi maalum. Tukiteleza hapa shilingi ishaingia chooni. Na bora ingekuwa ni choo cha kisasa, lakini hii Lindi lile la kizamani, sijui utakwenda kuitafuta namna gani. Hata ukizamia lulu mpaka ukiipata sijui lini. Lakini tunachosema ni haya, hii nchi ya wastaarabu, hii nchi ya waungwana. Waingereza walipokuja hapa waliheshimu nchi hii, na wao ndio maana wakasimamia zile sharia za kuhakikisha haya mazuri hayaondoki. Waingereza ndio walokuja hapa wakashauri paanzishwe sharia maalum ya mahakama za kazi 1897. Waingereza ndio walokuja wakasema bwana, hapa wakfu hivi vinavyoendeshwa jambo zuri, lakini pawe na chombo. 1907 pakatungwa sharia ya kuwa na commission ya wakfu. Suala la pombe toke 1909 wazungu walisema hapa watu hao usije ukawaparaganya, anayeruhusiwa kulewa ni raia wetu tu. Na huyu raia wetu lazima awe na kibali toke 1909. Lakini wakapitisha sheria ya tembo kali. Hiyo tunajua zamani watu wakiyapenda haya mambo, sio kwamba hakuna kabisa, lakini wakaika sheria ya kuyadhibiti. Wazungu waliweka sheria hapa inaitwa ya vagrancy. Sio tu mtu aje aingie mtaani au hajulikani, hana anwani ya makazi. Sheria ile bahati nzuri ipo mpaka leo, ya mwaka 62, vagrancy decree, kwamba hakuna tu mtu kaingia anafanya biashara madanguro, ukahaba, hao wanaopita wakiombaomba wakawa ni mradi wao, ni kinyume na sharia. Lakini wa sasa wao hawakuingia ndani ya serikali. Maana ikiwa mtu mwenyewe kaingia kwa taratibu za wizi na anazipambania bwana, mpaka leo unashangaa kiongozi wa nchi mzima anasema hii ni swala la utaratibu wa kisharia. Haya mengine hakuna sharia. Sharia ambayo inafanya utaratibu kwa kwamba inaweza kuleta maafa, na unajua sharia ambayo inakufanya wewe kama kiongozi uchaguliwe, upitishwe kwa njia za wizi. Hapa hatuende kuchagua rais wa klabu wala rais wa jumuiya, tunachagua rais wa nchi. Akichaguliwa ni rais wetu sote, hatutaki apatikane kwa njia za wizi. Ndio tunalosema. Sasa haya
wao wanataka kwa sababu wao hawakuja kwa haya ndugu zangu ni mepesi. Na sisi tunachosema cha kwanza katika nchi hii tusilionee haya. Hii nchi ina wenyewe, na wenyewe ni Wazanzibari. Kama wewe si Mzanzibari, sisi tuna ndugu zetu wa damu, si Wazanzibari, kwa sababu wameamua kuishi walipotaka. Wakija hapa, wapo wanaishi huko bara, wamezaliwa bara, wameishi bara, wamekulia bara, atabaki ni ndugu yangu. Tumeoa sisi wengine tena umasaini huko lakini kwa ushemegi, kwa udugu, huwezi kuja hapo ukasema kwamba mimi shemegi yake fulani na mimi ni Mzanzibari. Huyu Mzanzibari. Sisi tunachosema hatutolionea haya hili. Kila Mzanzibari tutamtambua, tutampa kitambulisho. Kila mgeni anaishi hapa, hatuna ugomvi na mgeni, akubali kuishi hapa kama mgeni, tutampa kibali, tutampa kitambulisho, tujue tu anafanya kazi gani. Hii ya kujiuza hii, huyu hatumtaki, tutamwambia ondoka, tafuta pahala uende. Ndio lazima kwenye nchi kuwe na nidhamu. Kuna nchi gani wewe? Ndani ya nyumba yako kuna nidhamu. Na dini yetu imesema nyumba yako inakuheshimu. Hata kijanani ukimwambia, hata mfalme akisema nataka kuingia, ukimwambia sitaki usiingie, hana ruhusa. Hayo ndio utaratibu na ndio sharia. Huu wala sio ubaguzi. Anasema huu ubaguzi, huyu anajitia hamnazo tu, tumwache na hamnazo zake. Lakini tunachosema, ndio maana tunasema huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Hatuwezi kuiacha ikawa kama choo kwamba kila mwenye haja aingie. Haiwezekani. Hivyo vyo siku hizi unalipia, itakuwa nchi. Kwa hivyo tunachosema Shembaraka, nadhani mengi nimeachajibu, na inshallah mengine inshallah haya tunayachukua, ndio hayo tunasema tutafanyia kazi pamoja na hilo shamba la kinyasi. Inshallah tutali. Bana Ameri, suala la wanafunzi kwenda Makunduchi, inshallah katika mambo tunayachukua. Halmashauri kuchukua mapato ya wananchi. Sisi tunachosema kwenye halmashauri, ndugu zangu, ni kwamba tutaziimarisha halmashauri ili zijue zinapata utaratibu gani. Sasa hivi msingi mkubwa wa fitna jamani ni kwa sababu tu haichaguliwi halmashauri, hachaguliwi rais, hachaguliwi mbunge, hachaguliwi uwakilishi. Imekuwa vurugu mechi. Ndio maana hawa watu wote walioko serikalini hakuheshimu wewe, kwa sababu anajua huwezi kumuondoa. Kwa hivyo haya tunachosema sisi, tutaweka utaratibu wa vipi halmashauri. Hizi halmashauri jamani si serikali kuu. Hizi ni serikali zenu wananchi. Serikali kuu ina pahala inafika, wajibu wake baadaye ni kuzisimamia hizi serikali za wananchi ambazo ni halmashauri, manispaa. Hizi zikifanya jambo la kwanza lazima zikae na wananchi wenyewe. Hizo nchi zilizoendelea, Waingereza, serikali haisubutu kutaka kujenga chochote, sharia yao inalazimisha lazima upeleke mbele ya kamati ya bunge lao hati ya kuonesha wananchi mmekaa mmekubaliana. Ndio sharia yao. Tena wameingiza juzi mwaka 2004 kwenye sharia yao kwamba ukitaka kujenga chochote, ukitaka kufanya maendeleo yote ya mji, kuna sharti hilo, msijifanyie tu. Sasa na zetu tunachosema halmashauri hizi ni serikali zenu, lolote inalofanya lazima ije ikae shauriana. Kwa hiyo swala la ardhi iliyochukuliwa, mimi hili nimelipata na nilileta mtu alifuatilia na taarifa ya kutosha kabisa kuhusu ardhi, matatizo ya ardhi ya Mtende, na watu wa Mtende wengi wanajua kwamba nilileta mtu maksusi katika suala hili, na ikiwemo ile suala la rasilimali ya msitu. Ana Muharram, nadhani suala la ardhi nimelieleza, na hasa kuhusiana na mashamba
wana Ali Kasim Ramadhani, swala la ardhi, hao wanaotoka mjini. Mimi ninachosema tuvute subra inshallah. Na jingine labda hapa niseme ambalo Bwana Mharabu umelisema, kama hivyo ulivyosema, sisi sera yetu jamani ni kwamba mwananchi ashiriki uchumi katika nchi yake, asiwe msindikizaji. Leo tumefika pahala ile bustani kuendesha anapewa mgeni. Mambo gani ya? Umesikia mjini kule kuna sijui taksi za baharini, watu wasema wakapewa mgeni. Sasa zina tofauti gani na taksi za nchi kavu? Ndio taksi za nchi kavu pia tutawapa wageni? Haiwezekani. Ile ni miradi ya kufanywa na wenyeji. Mwisho utakuwa pahala unatafuta Mswahili mwenzako wa kwenda kunyoa, maana utakuta vinyozi wote ni wageni kwa jina la uwekezaji. Haya ni mambo ambayo sisi tunasema msimamo wetu. Kama unaweza kulifanya wewe mwenyeji, sisi tutakachofanya ni kukuwezesha ili uweze kulifanya. Kama serikali itakuleta mabasi ya umeme, kwa nini iwe mwekezaji? Kwa sababu sasa hivi wanaotoa huduma hizi ni wenyeji. Ndio wenye mabasi, tena maskini wengi wastaafu. Tena wastaafu hao wale watumia kupiga watu wakaingia madarakani. Ndio wengi wao. Sasa leo unataka kumuondosha huyu, akale wapi na watoto? Na kikokotoo kishakimaliza, umeshamba hana kitu tena. Kwa hiyo nachosema sisi, hili ni mradi tutakaowezesha watu waweze kufanya. Kwani gari ya umeme kitu gani? Ni ndege, si ni gari na wenzake. Badala kutumia petroli inatumia umeme. Mwananchi hawezi wakashirikiana wakawa na utaratibu huu. Kwa nini umpe mtu, umpe rafiki yako mradi, wengine wakae wakauke midogo? Wakale wapi? Haiwezekani. Sisi msimamo wetu, kila analoliweza mwananchi walifanye wananchi. Hii sio nchi ya mtu mmoja. Bwana Abdalla, swala la watu wenye ulemavu nimekusikia vizuri, na swala la madawa kulevya, lakini na swala la nyumba mimi niwaambie kwamba ni bahati mbaya katika ndio watu wetu hashughuliki lakini kuna katika swala limewahi kulisema kwamba katika siku 100 za mwanzo inshallah tutakachokwenda kuanzisha ni mfuko wa zaka, kwa sababu hizi ni haki na ndio pengine ndio tufanye nchi hii ikawa na mabadaha. Maana hakuna anayelipa zaka, na ni haki, ni wajibu, ni haki za watu kutoka kwa Waislamu wenzao. Lakini katika wakati tunafanya juhudi hizi, kuna mtu alisema, jamani, ili mkilifanya likaenda vizuri, mimi ahadi yangu ni kuwajengea maskini Unguja nyumba 1000 kila mwaka. Kwa sababu nyumba 1000, nyumba ya maskini ni dola 15,000 kwa hesabu yake. Dola 15,000 ukizijenga kwa wingi, ukichukua vitu kutoka kwenye kiwanda, dola 15,000 unajenga vyumba vitatu ya kukaa tu maskini, na ikawa nzuri. Kwa hivyo kujenga nyumba 1000 kwa mwaka ni dola bilioni 15. Hizi ni pesa za kuendea sokoni tu kwa wenzetu kwenye pesa kabisa. Sasa wako watu wa namna hiyo, lakini sisi hatushughuliki nao. Sisi tutakuja kushughulika nao kuweka utaratibu huu, pamoja na mambo mengine ni haya ambayo wenzetu wako tayari waje wafanye jambo hili kwa ajili ya faida sio tu ya Sheikh Abdalla, lakini na wengine wengi. Na swala la ajira mimi nalichukua na nimefurahi kwamba uzuri unajua na mwenyewe kitu unachotaka kufanya. Mimi nimefurahi sana Haji kwa yote haya ambayo umeyaeleza. Hii ni mawazo mazuri umetupa, na sisi tutakwenda inshallah kwenda kuyafanyia kazi. Ni mawazo mazuri, ni mawazo ndio yanayotakiwa kwenye nchi. Lazima kuwe na nidhamu, kuwe na utaratibu. Nitamani niyaeleze mengine fikra zetu, lakini bahati mbaya muda tu hauturuhusu. Leo ni Ijumaa na tuna kazi ya kwenda kufanya. Yote haya, swala la daladala, swala la watoto na dini, sasa ndio maana tunasema swala la malezi ya watoto, malezi na makuzi ya watoto.
Hatutaiwacha tena wanawake na watoto, lazima tuiweke pamoja na wanaokaa na wanafunzi, Wizara ya Elimu. Hapo ndio tutakapopata muunganiko mzuri kwa juu ya jambo hili. Sheikh Adam, tumeyasikia yanafanana mengi na aliyosema Haji, na mimi niseme kwamba inshallah umesema haya ya ujenzi mita 30, na ndio sheria tena ya zamani, sio ya leo, toke hizo zama za koloni. Basi swala hili ndio utaratibu ambao upo. Bahati mbaya tu hausimamiwi, watu wameshughulika na kura mapema, ndio sharia nchi hii. Swala la maadili, omba wawekezaji, mimi naomba ni tukubaliane kwamba kwa haya mambo mengi tuliyazungumza kuhusiana na ardhi, swala la maadili, swala la uwekezaji, swala la masuala ya mengine ya namna gani ya mwananchi kushiriki katika uchumi wa nchi yake. Ndugu zangu, mzizi wa fitna ni ule mmoja, kwamba leo mwananchi umenyang'anywa tu haki yako, umenyang'anywa ule ufalme wako. Hapa laiti kama pengekuwa hili tunalirejesha, na inshallah ndio tutakalokwenda kulirejesha mwanzo, kwamba mwananchi wewe ndio mwenye haki ya kuamua. Hizi jeuri unafanyiwa kwa sababu wewe umekuwa kama mtumwa, huna haki ya kumweka, huna haki ya kumuondoa. Na ndio maana hawa watu hata aibu imewatoka, maneno ya Kenya, hata soni hawana. Mtu anapigania, anasharidia sharia ambayo itamweka kwa utaratibu wa wizi. Nchi gani, wastaarabu gani, waungwana gani wanaotaka kuendeshwa na mtu akapatikana kwa njia ya wizi? Hata kuheshimu hadhi ya mtu ni yule ambaye kapatikana watu wanamkubali, wanamtaka. Ndio maana zamani hata masheha, yule sheha akiteuliwa baada ya watu kumuidhinisha kwenye kijiji ili aheshimike. Sasa wewe unaitaka uingie japo kwa njia ya wizi, kwa njia ya nguvu. Maana yako nini? Maana yako wewe una biashara hapa. Wewe sio mtu wa kutumikia watu, mtu wa kutumikia watu. Mimi nasema mimi sina jadi ya uraisi, mimi ni heshima mmenipa nyinyi. Sasa nikiwaendea kinyume, nisipowatumikia, kwa nini heshima hiyo nilazimishe munipe na wakati nimeivua mwenyewe? Wakati mwingine mtu unasema maneno, unasema unamtukana, umejitukanisha. Kuna mambo ukiyafanya unajitukanisha mwenyewe, hujatukanwa na mtu. Kwa ndugu zangu, tunachosema sisi ni kwamba inshallah la mwanzo ni kwenda kung'oa huu mzizi wa fitna. Na mzizi wa fitna huu ni kuwarejeshea wananchi nchi yao. Na nchi yao si ardhi, nchi yao ni maamuzi juu ya nchi yao inavyotaka iendeshwe. Hili ndio tutakuwa tumewachia kizazi chetu. Jamani, mirathi nzuri. Hili ndio ambalo litatufanya kwamba tuondoke hapa duniani hatuna dhima, hatukuachia watu ufisadi, tumewachia watu nchi iliyonyooka, waendeshane, wasimamiane kwa haki. Ndio jambo la msingi. Sasa wewe ikiwa kiongozi, hayo huwezi kuyasimamia. Unalazimisha vipi uwe kiongozi wa watu? Tena watu waungwana, Waislamu katika nchi. Ndugu zangu, mimi nadhani lililobakia hilo ni kwenu, tusiufanyie uchaguzi huu, wala tusiuchukulie kwa wepesi. Tuchukulie kwamba jamani, huu ni mwaka wa kwenda kutoka kwenye shimo, kwenye tope hizi ambazo tu. Haya mengine mimi naomba niwaahidi kwamba inshallah nayachukua na yaingiza kwenye diary yangu kwa ajili ya utekelezaji siku mtakaonipa kazi ya kuendesha. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nawashukuru sana, asante jamani.